ile hali ya udongo ya kuweza kuruhusu mmea kukua na kuzalisha vizuri. Lakini kwenye udongo, tunapouzungumzia udongo ni kitu ambacho ni hai. Ndio. Na kitu kilicho hai kinasababisha vitu vilivyoko kwenye mazingira yale na vyenyewe vinakuwa hai na kuweza kufanya shughuli zake. Kwa hiyo tunapoisemea afya udongo, maana yake tunazungumza uwezo wa udongo kuruhusu kutoa virutubisho kwa mimea ili iweze kukua kwenye udongo wenyewe. Lakini pia tukisema afya ya udongo, maana yake ni uwezo ule pia wa udongo kuweza kuhifadhi maji na hewa kwenye udongo. Hapa utasema kwamba huu udongo una afya. Una afya udongo. Napoelezea maana yake ni kwamba mvua inanyesha kwenye udongo. Lakini ili udongo tuseme huu sasa afya yake iko vizuri, mvua inaponyesha kwenye udongo ule uwe na uwezo wa kuhifadhi maji, lakini pia uwezo kuruhusu hewa kwenye udongo. Kwa sababu unapoweka kwa mfano mmea kwenye udongo, unahitaji maji, unahitaji na hewa ili uweze kukua. Sasa huo udongo, tukisema huu udongo una afya nzuri, lazima uruhusu kuhifadhi maji, lakini lazima uruhusu pia kusema kwamba una uwezo kutoa virutubisho vile viweze kufyonzwa na mimea. Tunasema huu udongo una afya. Lakini pia ni udongo uweze kuwezesha viumbe vilivyo hai. Unajua kuna viumbe ambavyo viko kwenye udongo, kazi yake ni kufanya udongo structure yake ile iweze kuwa vizuri kama ilivyo. Kwa hiyo kwenye udongo kuna wadudu, na wale wadudu kazi yake ni kubwa sana kwenye udongo. Kwa hiyo tuseme udongo unakuwa ni una afya kwa sababu pia unaweza kuruhusu wale wadudu muhimu kwenye udongo waweze kuwepo. Lakini pia tunaweza kusema kwamba huu udongo pia una afya kwa sababu kwa mfano ukienda mahali ukakuta kuna mmomonyoko mkubwa sana wa udongo, unasema kiukweli afya ya udongo hapa sio nzuri. Kwa sababu ni pamoja na kufanya udongo ubaki katika hali yake inavyostahili. Kwa hiyo kukiwa na mmomonyoko wa udongo, tunasema afya ya udongo hapa sio nzuri. Sawa. Lakini kingine ni kudumisha usawa wa ekolojia. Yaani maana tunasema ni kubadilishana. Tunasema kuna usawa wa ekolojia, kuna viumbe, kuna mimea na kadhalika. Kwa hiyo tunasema huu udongo una afya. Lakini tukirudi sana kwenye shughuli zetu tunavyozizungumzia afya ya udongo kwa maana halisi, tunasema kwenye kilimo uwezo ule wa udongo kuruhusu mmea kuweza kufyonza virutubisho vilivyoko kwenye udongo kulingana na structure zile za udongo na hewa iliyoko kwenye udongo na kadhalika. Tunasema ni muhimu sana afya ya udongo ikajulikana, udongo wetu umekaa katika hali gani. Kwa nini tunapima afya ya udongo? Tukiangalia kwa kilimo chetu Tanzania, ni miaka mingi tumekuwa tukilima kwa ajili ya chakula, lakini pia tunalima kwa ajili ya kupata mazao tuweze kuuza ili tuweze kupata kipato ambacho kinaweza kikasaidia katika familia zetu. Kwa kifupi tunasema tumezoea kulima kilimo cha mazoea. Sasa tunatamani au tamaa yetu kama Wizara ya Kilimo tuwatoe huko wananchi au wakulima au jamii, tuitoe katika hayo mawazo, twende sasa kwenye kilimo cha kisasa, kilimo biashara. Sasa ili uweze kupata kwenye kilimo biashara, lazima kwanza ujue udongo wako, je, una uwezo wa kukuzalishia kile unachokitaka? Sasa ili uweze kupata kile unachokitaka katika udongo wako, basi ni lazima ujue afya ya udongo wako. Hapo ndipo tunapopima afya ya udongo wako mkulima. Tunashauri wakulima waweze kufanya zoezi hilo la upimaji afya ya udongo ili kuweza kujua afya ya udongo katika maeneo yao au mashamba yao. Kwa hiyo sasa sio vizuri mimi kulima na kuanza kupanda bila kujua afya ya udongo. Ndio. Hapa tayari nimeshapanda. Haujachelewa kwa sababu hatulimi mwaka mmoja tukamaliza. Hiki kilimo kwetu ndicho kitu ambacho tunakitegemea. Lakini serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwa kuanza na hilo iliona bora au iliona vyema
wakulima hawa wafikiwe na huduma ya upimaji wa afya ya udongo. Hivyo basi wizara ilinunua vifaa vya kupima afya ya udongo, tunaita soil scanner, na kuvisambaza katika halmashauri za wilaya katika mikoa ya nchi yetu ya Tanzania. Hii imepelekea kwamba kuwasaidia wale wakulima kupata huduma ya upimaji afya ya udongo karibu. Vifaa hivi vimekabidhiwa katika hizi wilaya, na maafisa kilimo wanahusika moja kwa moja katika zoezi zima la kuwapimia wakulima afya ya udongo. Mkulima pindi anapohitaji kupimiwa atafanya mawasiliano na afisa kilimo, alafu afisa kilimo ataenda kuchukua sampuli katika eneo lake, then ataenda kupima na kumpatia matokeo yule mkulima. Hii ni hatua mojawapo ya kumsaidia mkulima kujua udongo wake una rutuba ya namna gani, je, anatakiwa kuweka mbolea ya namna gani na kwa kiasi gani. Na hichi kifaa kinatoa majibu hapo hapo. Hii ni hatua ya kwanza ya serikali iliyochukua kwa ajili ya kumsaidia huyu mkulima. Lakini haikuishia hapo tu. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo, kupitia wadau wetu wanaotuwezesha katika kupata fedha, Benki ya Dunia imewezesha kupata fedha kwa ajili ya kufanya au kupima afya ya udongo nchi nzima. Na zoezi hili hivi sasa tunavyoongea linaendelea katika mikoa mitatu: mkoa wa Kagera, mkoa wa Mara na mkoa wa Kigoma. Hivi tunavyoongea tupo Kigoma. Timu ya watu 40 wapo Kigoma, mkoa wa Kigoma, na zoezi linaendelea la uchukuaji wa sampuli za udongo ili tuweze kusaidia wananchi au wakulima wetu kutambua afya ya udongo katika maeneo yao. Ni kwamba zoezi hili lina wataalamu wa aina tofauti. Tuna mapedolisti kama alivyozungumza mhandisi Helen. Hawa ni wabobezi wa udongo waliosomea moja kwa moja zoezi la udongo. Hawa mapedolisti watatusaidia sana. Mashimo yanachimbwa, mashimo makubwa ya kina cha mita 2, urefu wa mita 2 na upana wa mita 2. Sasa ule upana, wale wanatusaidia kusoma zile tunaita horizons. Kwenye udongo kuna layer mbalimbali zile, na watatusaidia kusoma, tutapata kujua aina gani ya udongo uliopo kwenye mkoa fulani au kwenye maeneo fulani. Lakini pia vile vile tutajua tutakapopata sasa majibu ya kutoka maabara, tutajua aina gani za rutuba zinazokwenda kupatikana kwenye hayo maeneo. Hiyo ni timu ya kwanza. Lakini timu ya pili, tuna watu wenzetu wa GIS and remote sensing, ambayo hawa kazi yao kubwa ni kutengeneza kitu kinachoitwa base map. Unajua, unapokuja kwenye zoezi la hili nikakwambia kila kwenye 1.5 square kilometer tunachukua sampuli, utasema unajuaje sasa kwamba hapa ndipo unapotakiwa kuchukua hizo sampuli? Kwa mfano, kwa anayetusikiliza mwananchi wa kawaida, mkulima wa kawaida kwa wilaya yetu hii ya Kigoma, ndio sampuli mtachukuaje? Mnaenda kwenye shamba lolote na kuchukua udongo, na mnachimba kwa kiwango gani? Mtu anaweza kapiga tu jembe pale juu kuchukua udongo, au mnachimba kwenda chini zaidi kama alivyosema Helen? Asante mtangazaji. Kitu ambacho tunafanya, tunakuwa na aina mbili ya uchukuaji wa sampuli. Tunachimba mashimo makubwa, lakini kwa kushirikiana na wananchi wenyewe. Hatuendi tu eneo bila kutoa taarifa. Lazima tunafuata ile protocol. Uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya, uongozi wa kata, uongozi wa kijiji mpaka tarafa, vyote tunafika kutoa taarifa kwa kushirikiana nao. Kwa hiyo tunachimba shimo kubwa. Pale kwenye lile shimo tukitazama tunaona matabaka ya udongo. Kwa hiyo wale wataalamu wanachukua sampuli za udongo katika kila tabaka. Ujazo wa udongo ambao tunachukua wa ile sampuli ni nusu kilo mpaka kilo 1. Itategemea na aina ya udongo iliyopo pale, au wale wataalamu wanaona nini kwenye ule udongo. Hiyo ni aina mojawapo ya uchukuaji wetu wa sampuli. Lakini kuna hii timu nyingine ambayo tunasema composite sample. Hawa wao wanachukua udongo kwa kina cha 0 to 30 cm, yani 0 mpaka 30 cm,
sentimita 30 mpaka 60, tukiamini kwamba kuna mimea ambayo mizizi yake inafika mpaka sentimita 60. Sasa hizi zinakuwa ni pointi nyingi tofauti na lile shimo. Unaweza kukuta kulingana na eneo, jiografia ilivyo, kulingana na vegetation cover ilivyo eneo hilo, basi unaweza kukuta tunachimba shimo moja pengine kwenye kitongoji kimoja. Okay. Lakini kwa upande wa composite samples unaweza kukuta tunakuwa na pointi zaidi ya 3, 4, 5 kulingana na lile eneo. Asante. Lakini sababu na hili kwa kuongezea ni kwamba kama tulivyosema, hatuendi tu kwamba kama betting. Unajua tunasema unafanya betting, yani kwamba sasa nichukue sample hapa. Hapana. Lile zoezi linafanyika kitaalamu, kwamba wataalamu wanakaa mezani kwa kutumia sasa hivi ni sayansi, GIS and remote sensing. Kwa hiyo wanakaa wanachukua tunaita Google Earth map ambazo ni current ambazo tunalipia, zinazoweza kuonyesha uhalisia wa mazingira kabisa. Wanaangalia uoto wa asili ulivyoota kwenye mazingira hayo. Na kwa sababu hapa kwenye hii timu kuna watu tofauti. Sasa wengine sasa wataangalia, tuna watu wa miamba, kuna watu wa geology, kuna watu wa udongo, kuna watu wa mimea. Wataangalia, unajua ukiangalia uoto, sehemu ambayo imeota miti, sehemu zilipoota nyasi, sehemu ambayo ni bare land, zinatofautiana. Kwa hiyo ni kwamba wakati wa kuweka zile point, hivyo vitu vinaangaliwa. Kwa hiyo unakuta kwamba wanachagua eneo kulingana na tabia zinazoonekana kwenye yale mazingira. Tunachukua zile base map kutokana na unity zinazokuwa represented kulingana na mazingira. Tunasema chukua hapa ili kukava hiyo tunayosema 1.5 square kilometer zoezi hili. Kwa hiyo majibu haya yatapatikana bure, na baada ya kukamilika tunatarajia kutengeneza ramani za udongo ambazo tunaita soil suitability, ambayo itakuja kufanya mipango mingi, aina ya mazao yatakayohitajika kulima. Kwa hiyo sasa hivi tunalima mazao fulani, lakini tunaweza tukaleta mazao mengine kwenye mazingira yetu kulingana na zoezi linaloendelea. Lakini pia kama nilivyosema awali ni kwamba tutatengeneza ramani zinazoitwa soil fertility map ambazo zitasaidia usambazaji wa mbolea. Kama nilivyosema mwanzoni, lazima kulingana na udongo, mbolea zinazokwenda mazingira sehemu kwa sehemu zitofautiane kulingana na mazingira. Hivi tunavyoongea leo asubuhi, timu zimeanza kazi katika halmashauri ya Kigoma vijijini. Hivyo tukitoka Kigoma vijijini tunaelekea Uvinza. Lengo ni kwamba wilaya zote tuzimalize, tuzikamilishe. Hivyo basi yule mwananchi ambaye anatusikiliza sasa hivi tunaweza tukaungana naye.